Bwana Yesu Kristo asifiwe. Niwakaribishe tena katika mfululizo wa masomo yetu ambayo tulianza toka jana katika juma hili la kaya na familia. Jana tulijifunza kuhusu ngono iliumbwa na Mungu sehemu ya kwanza, na leo tunaendelea tena katika sehemu ya pili. Basi niwaalike watu wote ambao mmekusanyika hapa katika kanisa la Kimara, tukiungana pamoja na rafiki zetu ambao wanatufuatilia kupitia kwenye YouTube channel ya kanisa Kimara SDA Church, tuweze kusimama tupate ombi la pamoja. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu naishi milele, tunakushukuru kwa upendo wako mkubwa wa kutuumba sisi wanadamu na kuanzisha familia. Uliumba ngono, tumejifunza kwa siku ya jana katika sehemu ya kwanza, na siku ya leo tena tunapoendelea katika somo hili tunakuomba mtumie mchungaji Peter John ambaye anaendelea kufundisha sisi kama watu wako uliotuumba, atuongoze katika somo hili ambalo litabadilisha maisha yetu na jamii yote inayofuatilia haya masomo. Tunajiweka mikononi mwako tukiomba katika jina la Yesu Kristo. Amen. Okay. Wako wachache ambao jana hawakuwepo, basi mimi niwakaribishe. Tutakuwa na highlight kidogo kwa ajili ya muda, na niwaombe kesho tuanze 12 kamili. Ilikuwa hapa mapema, naona hatukufika tu kwa haraka. Kesho ikimpendeza Mungu 12 kamili tuanze, na kwa sababu ni mafundisho, ili tuwe tunapata muda wa kuruhusu maswali kuliko niwe tu naongea mwenyewe. Jana kwa wale ambao hamkuepo, niseme kidogo ili tuende kwenye kiini cha leo. Somo letu la jana lilikuwa linasema Mungu ameumba ngono. Lugha ya Kiswahili haina neno zuri sana la ngono. Na unajua kwa taifa letu la Tanzania, ukishataja tu neno ngono lina sound vibaya kwenye masikio ya watu. Yaani ni neno ambalo halisound vizuri. Ukitamka tu ngono tayari mtu anakuwa na concept tofauti na perception inabadilika. Lakini jana tulijifunza Mungu ndio designer wa ngono. Na wakati mimi najifunza peke yangu nikasema laiti tungalikuwa tunajua Wakristo, kwa mfano sisi wa Adventista wa Sabato huwa tuna mafundisho tunaita doctrine sermons, mahubiri ya mafundisho yetu makuu. Kwenye mafundisho makuu tunayo 6, na ndani ya mafundisho makuu kuna msingi wa imani 28 ambazo huwa tunazitumia sana kuwabadilisha watu kumwamini Mungu. Na katika huu msingi ambao tunajifunzaga, huwezi kukuta kwenye effort ya adhara watu wakafundisha somo linaloitwa ngono. Lakini ukiangalia kwa undani, aliyeumba Jumapili, aliyeumba Sabato, aliyeumba ndoa, aliyeandaa wokovu kwa mwanadamu tunaoufundisha ni yeye huyo ndiye aliyeumba masuala ya jinsia tulizonazo, na ndiye mtaalamu aliyebuni. Ngoja niwaambie kitu ambacho yawezekana hujawahi kufikiri. Tendo la ngono tunapolishiriki sio sisi wabunifu. Sisi tuna respond alichokibuni Mungu. Kwa hivyo Mungu ndiye fundi aliyetengeneza hiyo program. Sisi ni washiriki. Yaani natamaniki kupata tu uwazi wa mfano ili iweze kukaa vizuri. Yaani aliyetengeneza draft na kete zinazochezwa kwenye draft, sio kete ndio zilitengeneza draft, ila kete zinashiriki draft. Kwa hiyo sisi ni washiriki tunaolishiriki tendo ambalo designer wake ni Mungu. Kwa hiyo usije ukaona aibu kuzungumzia ngono, wala usione ni tabu, wala usione ni kosa. Ni kitu cha kawaida ambacho Mungu mwenyewe alikianzisha. Ukisoma kitabu cha Mwanzo 1:26, 27, 28, alafu ukaruka ukaenda fungu la 31, utagundua mambo makubwa matatu. Nisikilize vizuri, mojawapo tunataka tulichambue leo kwa undani kabisa. Mwanzo 1:26, Mungu akasema tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale. 27 ikaongeza, katika hao watu tutakaowafanya
tutamfanya mtu mwanamke na mtu mwanaume. Ukienda fungu hilo hilo la 26, nimetoka 27 nimerudi 26, utakuta Mungu amesema wakatawale. Sikiliza vizuri. Tumeumbwa kwa mfano wa Mungu, ya kwanza. Wote tuliokuwepo duniani tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Cha pili, Mungu ametutuma tutawale. Sasa nisikilize vizuri hapa. Ukisoma vizuri Biblia yako, binadamu haruhusiwi kumtawala binadamu mwenzie, ila binadamu anaruhusiwa kujitawala. Bwana Yesu asifiwe. Naomba hiyo weka kichwani. Kwa nini Mungu alimuumba binadamu akampa mandate ya kutawala? Kwa sababu kwenye mfumo wa mwili wa mwanadamu kuna vitu tulisoma kwenye biology. Sijui kama na nyinyi mnavikumbuka wale mliosoma biology, hormone. Hivi hormone Kiswahili ni nini? Sijui ni vimiminika. Ni chemicals za mwili. Nashindwa kujua neno la Kiswahili. Ndani ya mwili wa binadamu kuna hormone. Sio tu hormone, ndani ya mwili wa mwanadamu kuna glands. Kama una kumbukumbu, gland ni eneo ambalo hormone zinazalishwa. Hizi gland, kwa mfano tuna salivary gland, tuna aina ya gland, Kiswahili sijui. Tuna aina ya kiwanda ndani ya mwili wa mwanadamu unaozalisha chemical ili zifanye tukio fulani. Mfano, nikiwa na njaa nikaona mtu anakula, mwili wangu una control mifumo ya hormone. Kwa hiyo nikiona chakula, akili yangu ikaruhusu kukitamani chakula, kwamba hichi chakula nimekitamani, ni kizuri, tayari nime lose control. Mwili unaanza kuzalisha vitu vinavyotakiwa kusapoti kile nilichoamua. Ndio maana mtu mmoja alisema usipite mbele ya mpiga filimbi ukiwa na limao. Unafahamu wale watu wanapiga filimbi? Usipite mbele yake na limao. Yaani ukipita mbele yake na limao huko anapiga, ukachukua limao kafanya, haendelei. Kwa sababu akikuangalia tu akashindwa kujikontrol, mdomo unazalisha nini? Mate. Kwa nini mate yanazalishwa? Kaona limao. Lakini sikiliza, mate hayawezi kuzalishwa bila wewe kuruhusu yazalishwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama kuna kiwanda kikubwa sana ambacho binadamu anakimiliki kuliko kiwanda chochote, ni mwili wake. Hivi unafahamu hata ukikasirika kuna chemicals zinazalishwa? Ili mtu akukele ukireact tu, kuna chemicals zinazalishwa. Anaye control hizi chemicals zizalishwe ni wewe mwenyewe. Kwa hiyo Biblia inaposema tukatawale samaki whatever, tusitawaliane sisi kwa sisi, lakini Mungu ameturuhusu pia sisi kutawala miili yetu. Kwa sababu Mungu alijua namuumba mtu, lakini nampa uhuru wa kuchagua, na huyu mtu anapaswa control. Kwa hiyo wote tuliokuweko hapa tuna nguvu ya kumiliki miili yetu. Nisikilize vizuri, addiction ni mazoea ya kutokuwa na self control. Yaani ukimwona mtu analalamika, mimi ni addicted wa ngono, mimi ni addicted wa chakula fulani, mimi ni addicted wa sigara, sio sigara inamtawala, ila mazoea yake ya kutokuitawala, baadaye sigara inamtawala yeye. Na ndio maana utakuta mtu yoyote addiction ulionayo ina process. Mimi nitaongelea sana addiction ya ngono. Hata watu walio ndani ya ndoa, kuna watu wako ndani ya ndoa lakini wako addicted na ngono. Yaani kusubiri hawezi kabisa kabisa. Utasikia hadi anaanza kuhubiri, mke wangu, uko wewe tu, sina mwingine, kwa sababu anashindwa self control. Na ngoja niwaambie, kushindwa kuwa na self control ndio maana sasa hizi tuna wimbi la wanasayansi wanaoibuka wanasema mwanaume hawezi kuwa na mwanamke mmoja. Kwa nini? Kwa sababu wanaume wengi sasa sio wao wana control mwili, ila mwili unamcontrol yeye. Na kwa sababu hiyo ndio maana tunasema mimi leo bila mwanamke siwezi kulala. Unakuta kabisa mtu anasema hivyo. Yaani leo piga ua garagaza, na anakupigia simu kama ni girlfriend wake, anakubembeleza kweli. Njoo tu, yani dakika hizi, njoo tu niokoe. Hivi ukombozi
ukombozi wa mtu wetu unategemewa kwa mtu mwingine. Na wanaokuwa na weakness kubwa hii ni wanaume. Ingawaje katika utumishi wangu since nimeanza kuongelea mambo ya familia, nimekuja kugundua mabinti wengi walika la ambassador kuanzia hapa miaka 15, 16, 17, wengi sana sasa hivi ni addicted wa ngono. Wameanza kufanya ngono zamani, alafu ngono zimewa affect na wamekuwa addicted. Sasa usisahau, tumesema kitu cha kwanza, tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Kitu cha pili, Mungu anasema tawala. Nisikilize vizuri. Mungu ni mtawala. Anapomuumba binadamu, anamuumba kama yeye. Mungu anajitawala, alafu anatawala. Mungu angekuwa hawezi kujitawala, na hisi binadamu tungekoma. Mungu anasema usile, ukila utakufa. Mungu angekuwa hana self control, ina maana umekula pap, kifo sharp. Lakini Mungu ana control, anasema amekula let me try this. Amefanya hivi, okay, let me try this. Mungu pia anategemea na sisi tuwe hivyo. Sijaoa, sijaolewa, miemko ya ngono imekuja, mwili wangu unahitaji ngono. Hapo ndipo Mungu anakuangalia, anahitaji aone kile ambacho tayari alishakiweka ndani yako. Nisikilizeni Wakristo wenzangu, Mungu hawezi kukwambia kitu ambacho hajakiweka. Yaani Mungu akisema katawale, maana yake uwezo wa kutawala tayari kashafanya nini? Kashakupa. Na watu wengi waga wanafikiri kushinda dhambi ni baada ya kuanguka dhambi. Sehemu ambapo Mungu anasubiri na haingilii, anakuwa pembeni kipindi ambacho uko tempted. Yaani Mungu kashakupa mwili, kakupa self control ndani yako, alafu umemuona binti we kijana, haujaolewa, haujaoa, alafu mwili wako ukarespondi unahitaji ngono. Mungu haingilii kati. Kwa nini? Kwa sababu alishakupa uwezo wa kushinda. Sijui nikisema hii neno nitaeleweka. Kumuomba Mungu self control ni kumkosea. Narudia. Yaani ukimuona binti wa kike ukamtamani mwanaume akamtamani mwanamke, alafu ukapiga magoti kuomba self control, unamkosea Mungu. Kwa sababu kashakupa. Mungu anachokihitaji reaction, na sio asking. Sasa angalia wengi wetu ambapo tunapopoteza self control bila kujua tunapoteza self control. Kila mmoja wetu anayenisikiliza sasa hakuzaliwa mzinifu, hakuzaliwa anapenda ngono. Tulizaliwa tukiwa hatuna kabisa hayo mambo. Tulipofikisha miaka fulani, tukaingia kwenye ulimwengu wa kutaka kujua hayo mambo. Lakini sikiliza, hayatutawali, ila tunahitaji kuyajua. Moja ya umri huo niliwaambia, watoto wa kike miaka 9, 10, 11, 12, 13. Wanaume sisi tunaanziaga sana 13 mpaka 15. Wanasema hivi, mtoto anapokuwa mdogo, mwanamke mdogo, mimi sasa hivi nina mwanamke katoto kana miezi 2 na siku kadhaa, hana tofauti na mke wangu. Kila alichonacho mke wangu, yule mtoto anacho. Watu wengi wanazanigi mwanamke akivunja ungo ndo ameanza kukua pale. Hapana, kila kitu alikuwa nacho mwilini, ila ulikuwa muda hujafika. Mwanamke ana mayai tayari mwilini tangu akiwa mdogo. Ana mayai yote ambayo Mungu amekusudia kwamba huyu Naomi nampa mayai 89. Hapewi akivunja ungo, anapewa kabla. Na homoni za kucontrol mayai Mungu anampa kabla. Kwa hiyo wakati mtoto anaumbwa kwenye tumbo la mama, Mungu anaweka kila kitu kwa yule mtoto. Ambacho mtoto ana miss ni taarifa. Na hapa unisikilize vizuri sana kwenye taarifa. Tutakuja kipengele cha pili. Taarifa anazipata wapi? Kwa wazazi, kwa kanisa na shuleni. We kumbukumbu zako, hata uliokaa hapo, anza kukumbuka kichwani kwako. Lini ulianza kuwa interested na masuala ya ngono? Utagundua kipindi either umebalee, ama wakati unakaribia kubalee, shuleni, nyumbani ulikosa hiyo elimu,
Kanisani ulikosa hiyo elimu, shuleni tunaanza kufundishwa ngono sasa. What is reproduction? Mwanafunzi anasimama, is a process and whatever. Safi, mwalimu yuko mbele na chaki. Sasa ukifikisha miaka hii, utaota nywele sehemu za siri. Unaanza kuta mtoto anasema nimeziona nazo. Utaona sauti inaanza kuwa hivi. Utaanza kuona matiti anakuwa hivi. Yule mtoto akitoka pale, kumbuka mwilini homoni tayari zipo, ameshapata taarifa zinazoamsha kwamba okay, kumbe ili buje hapa nimeanza kuwa mkubwa. Kumbe nikiwa na hiki na kwa huyu mtoto sasa akili yake inaanza kudevelop interest ya kujua kwa undani hicho kitu. Ndipo utakuta huyu mtoto kama wazazi wake ni watu wazuri, yuko salama, maana akirudi nyumbani ataanza kutaka kujua. Hivi mama, tumeambiwa hivi. Hivi baba, tumeambiwa hivi. Baba ataanza kumpa taarifa sahihi. Akikosa nyumbani, akakosa kanisani, atatafuta kwa rafiki. Yeye yuko darasa la 6, atamuuliza darasa la 7. Sasa angalia bahati mbaya, anayemuuliza kashatolewa usichana wake akiwa darasa la 5. Ndipo mtoto wako anapoenda kumuuliza, eti mwalimu amesema na kuaga hivi na hivi. Hivi inakuaje? Ikiwa hivyo umekuwa mkubwa, unatakiwa upate mwanaume. Anaanza kumhadisia vitu ambavyo huyu mtoto mwilini mwake vipo, ila hajapata elimu ya kuviamsha. Havijaanza kuamka. Sasa huyu binti anaanza kumhadisia, huyu kijana anaanza kumhadisia, ukishakuwa hivyo tafuta mwanaume, anza kulala naye. Hapo sasa ndio unakuwa mwanamke shujaa. Mtoto anaanza kuingiza taarifa zinazopoteza control. Nenda kaulize mabinti wengi waliotolewa bikra, walitolewa bikra kwa taarifa zisizo sahihi. Wakati mwingine wanaume waliwaragai. Yaani ukipata nafasi, ongea tu mwanamke, binti yoyote aliyetolewa usichana wake, wakati anatolewa hakuwa na taarifa sahihi. Nisikilizeni na maanisha nini? Huyu binti anaambiwa umeshakuwa mkubwa, unapaswa ufanye hili tendo. Hili tendo binti anaenda kutolewa usichana wake pasipo kujua ule usichana wake ni covenant. Na mimi nitakufundisha leo. Akisha kutolewa usichana wake mara ya kwanza kapata maumivu, mara ya pili kajaribu tena, safi. Mara hii safi. Kila anapojaribu anapoteza control. Kila anapojaribu anapoteza self control. Baadaye anakuwa addicted wa ngono. Kwa nini amekuwa addicted? Alitolewa mara ya kwanza, aliona maumivu. No, hiki kitu ni kibaya. Mwenzie akamwambia tujaribu tena. Akapata ile maximum inayotakiwa apate. Akaona kumbe hiki kitu ni kizuri. Mwili ukatawala akili, sasa kawa mtumwa. Ngono inamuendesha, lakini sio yeye anayoiendesha. Lakini hivi fikirieni hivi, kama watoto wetu wanaanza kukua, wanaanza kuja kutuambia habari za ngono, alafu unakaa nao chini unaanza kuwafundisha thamani ya ngono. Mimi kuna siku niliwafundisha wanangu wawili, nilipomaliza nikawaambia, mnamuahidi Mungu nini? Mnaweka agano gani na Mungu? Tupige magoti tuombe. Wale mabinti zangu waliongea kwa machozi kabisa, na ni vitoto miaka 11 kwa miaka 8. Nikapiga nao magoti, tukafanya ombi. Paka chumbani mke wangu akaniambia, leo umekuwa very powerful. Why are you doing this? Sasa leo mabinti, vijana, hatuna elimu ya kibiblia kuhusu ngono. Na kwa sababu hiyo tumepata shida kubwa sana. Binti ana miaka 14, watu washakata weipa. Kijana na miaka ya ambassador, kuisha habari yake. Baadaye kinachoelekea ni nini? Ngono inamtawala, sio yeye anaoitawala. Self control, anakuwa sio mtawala, anakuwa mtawaliwa. Na nisikilize, nasema kwa kuumia hichi ninachokisema, na ni kibaya na wengi hawakijui. Mwanaume na mwanamke waliokuwa controlled na ngono kabla ya kuoa, hata wakioa wanabaki hivyo. Na ndo maana kuna ndoa sasa hivi mnakinywea. Na nikifika hapa nawaambia watu, kama mume wako alikulala kabla ya haja kuoa, trust me, you are not safe. Kwa sababu mwanaume anayeweza kukulala kabla ya kuoa maana yake amheshimu Mungu, pia hana self control. Kwa hiyo hata akijiengage kwenye ndoa na wewe mko ndani, bado hana self control.
Na nilikuwa jana ndugu yangu alikuwa anafunga ndoa, nikaomba kusimama mbele kutoa maneno hapo kanisa la Ilala. Nikawa nawaambia hivi, mke na mume wana muda mchache sana duniani kuliko mke bila mume. Ndio maana natamani sana Mungu anipe umri wa mzee Manyama. Ukisha staafu una muda mwingi sana na mkeo. Ngoja niwape mfano muone. Mwanaume anafanya kazi, mama anafanya kazi. Wote wawili wanaondoka nyumbani saa 12. Mke wako yuko ofisini, wewe uko ofisini. Kama hana self control, kabla mjaingia kwenye ndoa alikuwa peke yake bila wewe. Je, maisha aliyokuwa anaishi akiwa peke yake bila wewe kabla ya ndoa alikuwa na self control? Kama alikuwa na self control bila wewe, mkaja mkakutana, nitafundisha hapa leo, mkatengeneza covenant, mkatengeneza agano, mkaingia kwenye ndoa. Ni kweli mke na mume hatui muda mwingi, lakini mke wangu mimi simlindi kwa sababu ana self control. Hata asipokuwa na mimi bado ni mwaminifu. Ndio maana utakuta mke wako, mimi mke wangu ni mfanyakazi, akiondoka kazini saa 2 anaingia kazini, anatoka saa 11. Masaa mangapi hayo? Saa 2 mpaka saa 3, saa 4, saa 5, saa 6, saa 7, saa 8, saa 9, saa 10, saa 11. Masaa 9. Hayo masaa 9 anakaa na nani? Pale ofisini. Hivi unajua ofisini kuna wanaume wazuri kuliko mimi? Unajua ofisini kwa mke wangu kuna wanaume wana hela kuliko mimi? Hivi unajua ofisini kwa mke wangu kuna vijana smart, wanaokea na wana maneno mazuri kuliko mimi? Na hao ndio wanaomzunguka mke wangu muda wote. Masaa mangapi? 9. Na wamuiti mama mchungaji kule. Nani Shoma nisaidie faili hili. Na unajua kwenye communities unakuta kuna wakati mkeo anasifiwa. Mtoto pastor anafaidi, yuko ofisini. Sasa huyu mtu kama yuko ofisini kabla hujamuoa, yuko ofisini kabla hujamuoa, ana self control. Mwanaume akija, unahitaji kunioa, no sex until hiyo mimi siwezi, kaa pembeni. Ana self control. Hata nikimuoa niko salama na mwanamke mwenye self control. Lakini trust me, mabinti zangu mnaonisikiliza sasa na vijana, we kama sasa hivi unakula kabla ya kupakuliwa, we ni hasara kwenye ndoa. Kwa sababu mke wangu akitoka kazini saa 9, anafika nyumbani saa 11, anatoka kazini masaa 9. Haya, anafika nyumbani saa 2. Akifika nyumbani saa 2, watoto wake wanamtaka kwanza. Haya, tuwape watoto lisaili. Tayari saa 3. Haya, twende kwenye ibada nusu saa. Tunaingia chumbani saa 3:30. Tunakaa nusu saa, mke wangu kafa hapa na mimi nimekufa hapa. Tunakoroma, tumelala. Kwa hiyo kutwa nzima, siku nzima nimespendi muda na mke wangu nusu. Na hiyo nusu saa tumeigawa. Kuna muda tu sasa hizi nzuri, mmeimba na kwaya bila mwalimu, mmelala. Ndani ya nusu saa. Sasa unakuta mtu anajisifia na miaka 20 ya ndoa, lakini eti kila siku ulikuwa unakaa nusu saa. Yaani muda na mkeo ni nusu saa. Chukua nusu saa mara 365. Ni masaa mangapi? Nilikuwa na calculate mwenyewe wakati najifunza, nikasema kama una bahati ya kukaa na mke wako lisali moja kila siku, kwa mwaka unakaa naye masaa 6 sijui. Wewe chukua 365 gawanya kwa 60, unapata ngapi? Masaa 6 mwaka mzima. Alafu angalia ofisini anakaa masaa 9. Wewe umekaa masaa anayokaa ofisini na wafanyakazi wenzie, ukijumlisha na masaa yako ya mwaka, ya siku moja ya ofisini ni mengi kuliko ya kwako ya mwaka. Alafu eti wewe akili yako inaamini hivi, mimi saa hizi ni malaya, sijatulia, nikioa natulia. Ulongo. Sio kweli. Yaani kuna mtu nikisema hivi ananielewa kama na hiyo behavior. Anasema hapo pastor fresh, Mungu tu aingilie kati. Na ndio maana tunatamani sana sasa hivi kanisa, especially tulio kwenye ndoa na wasio nje ya ndoa, lazima tuanze kufundishwa self control before marriage. Hapo ndipo unapopata mke mwema, na hapo ndipo unapopata mume mwema. Maana huyu kijana kama kabla hajakutana na wewe ni bikra, anapoingia kwenye engagement na wewe anajua kabisa kisima changu cha kunywa maji kiko Kimara. Nikienda Posta niko Jangwani, sinywi maji.
na atajiheshimu na atakuwa mwanamke au mwanaume utakayejivunia. Lakini leo kuna wengi ni fake kwenye ndoa. Fake. Hatuko tulivyo na tunavyoonekana. Kwa nini? Kwa sababu hatuna self control. Na kuna wakati sisi wachungaji tunaapisha watu wawili wasio na self control. Mimi Peter John na kutoa wewe uwe mke wangu halali. Mungu anaangalia mafaili yake mbinguni, anaona malaya wangapi wanaapa kuambatana. Na Mungu anasema sawa, kaambatane, nendeni mkaambatane. Self control ni kitu muhimu sana. Na nikuombe, sijui kwa nini dunia imekuwa ya ajabu. Leo mtu hataki kuconcentrate na self control ya kujicontrol yeye, anataka kucontrol wengine. Mwalimu wangu mmoja alinifurahisha sana, alikuwa ananifundisha, kuna course nasoma online yuko Norway. Kwa ananiambia, Pastor Peter, you are a pastor, don't convince people to follow you. Wewe ni mchungaji, usiwalazimishe watu wakufuate, ila develop your character, they will follow you. Yani washiriki nao wanatengeneza trust kwa mchungaji wao, ni mwaminifu, akisema anafanya, maisha yake ni automatically washiriki watakuaccept. Hautatumia nguvu. Hiyo haiko tu kuwa pastor. Hata masuala ya familia nyumbani, mwanamke hawi controlled kwa mabavu, anakuwa controlled kama baba, una character. Sasa leo hatuna character, hafu kinachonishangaza, wasio na character wanataka kupata wenye character. Mungu nisaidie nipate bikra, wewe unayo. Nipatie mwanaume mwaminifu, anayejali, anarudi nyumbani sala. Wewe unarudi saa ngapi wakati huo? Wakati huo wewe unajali? Nikuuzie wazo. Biblia inaposema katawale, tuache ule ujinga wa kwai. Tumeambiwa dunia ni ya kwetu, tutawale mali. Anza kujitawala wewe. Uwe na uwezo wa kusema sifanyi na haufanyi. Lakini sasa hivi tumekuwa na kizazi cha excuse. Jana wakati naondoka hapa kulikuwa kuna foleni kubwa. Kwa hiyo bajaji haikutushusha kwenye kituo kabisa, ikatushusha juu tu hapa. Wakati natembea upande ambao magari hayaruhusiwi kwenda, ila anaruhusiwa kutoka. Kwa mimi natembea nikiwa comfortable. Bajaji anaenda njia ambayo sio yake. Hii ya mbele nataka kumgonga, akaja akanipush mimi. Namfuata baadaye, naambia aisee, kwa nini nimekuambia? Yani pale ni bahati mbaya. Watu hawakosi excuse, hata sehemu ambapo hakuna excuse. Unasikia pasa, mimi nilianguka. Yani pasa nisingeingia ndani kwake, singeanguka. Nani alikwambia control ina eneo? Hivi unajua control haina eneo? Hivi unafahamu tabia yako ulivyo nje ya nyumba, ndivyo tabia yako itakavyokuwa ndani ya nini? Self control haina place. Lakini leo kuna watu wana excuse ya mazingira. Kwamba pastor, ni kweli nimemkosea mke wangu, Mungu anisamehe. Alipojifungua nilikuwa natakiwa nivumilie miezi mingapi? Sasa hii miezi 3 pastor, na hii miili ya dhambi. Self control, remember this, has no place. Self control haina eneo. Popote you control yourself. Na mimi nikifika hapa huwa akili yangu inapanuka zaidi. Mimi kwenye Ukristo wangu hakuna kitu cha external kinachoweza kuharibu internal. Yani mimi naweza nikapanda basi la mkoa linapiga nyimbo za duniani, haziniathiri. Kwa sababu I'm controlling myself. Sio wewe unayesimama hapo ndio unanicontrol. No, you can't control me. Ndio maana naweza nikaenda bar kuongea na kaka yangu, tuko bar anakunywa, hawezi kunibadilisha. Wala siwezi kusema siji bar, sitaongelea hapo, kuna ushetani. No, shetani is everywhere. Shetani hana place. Kama hapa nina shetani, bar nina shetani. Ndio maana hata hapa tulipokaa sasa yupo. Self control iko external, iko internal. Na usije ukatengeneza excuses za external ukisema ndizo zimesababisha niwe affected internal. Yani ukiona external imeathiri internal, jua una tatizo wapi? Internal, not external.
Leo tuna excuse za kukosa self control. Napenda sana lugha ya shuleni wanasema kuna IQ na EQ. Emotional intelligence. Leo wazazi wengi tumeconcentrate na mwanangu awe na ile nimesahau kirefu chake. Leo watu tumeconcentrate na mtu awe na uwezo mkubwa wa kukalili vitu, lakini hana uwezo wa kujikontrol yeye, ila ana taarifa nyingi kakalili. Ukimwambia what is biology kakalili, ukimwambia mchoro fulani wote upo, lakini hawezi kujikontrol. Ndio unakuta daktari kabisa hawezi kujikontrol kwenye pombe na amezisoma ni mbaya. Nikuuzie wazo kuanzia leo, nini ambao hamko kwenye ndoa, practice to control yourself. Hata sisi tulio kwenye ndoa, tendo la ndoa sio maji ya kunywa. Sio maji ya kunywa. Lazima liwekee timetable. Lakini kuna mtu anafanya tendo la ndoa kulingana na mwili unavyotaka, sio yeye anavyopanga. Nasikia kakaa sebleni, mke wake tu kapita, Mavero njoo ndani. You are not okay. Lazima ujicontrol. Sasa kama ulikaa ndani, mkeo ukakatisha na kadoti kakanga, njoo ndani. Ukiwa ofisini. Maana ofisini kuna wadada nao wanavaa nguo za ndani wanavalia nje. Siku hizi unajua kuna suruali ambazo zinatakiwa uvae alafu ndo uvae sketi. Wao ndo wamevaa hizo peke yake. Na zina upindo wa chupi. Na inaonyesha kila kitu. Hapa ukikutana na wadada sasa hivi barabarani, hizo nguo zinazo muangalie mbele hivi unapopishana naye, utaanza baba katika jina la Yesu. Nguo kabisa imeingia ndani na inaonyesha kila kitu. Hivi kama ndani unafanya bila kuplani, habari gani nje? Ndio unakuta mwanaume ulikuwa unaenda huku, unakuta umegeuka unaanza kwenda wapi? Dada anakuja hivi unamwangalia, wewe mtoto mguu angalia alivyo, unakuta nao umegeuka. Nani? Unaitwa nani? Unaanza kwenda ambapo ukiulizwa unaenda wapi ufanye nini? Self control. Naitoa highlight ili unielewe kwenye kihini. Ya mwisho ambayo Mungu alitupatia binadamu, kazaeni muongezeke. Mungu katupatia vitu vingapi? 3. Cha kwanza, katuumba kwa mfano wake. Anapotuumba kwa mfano wake maana yake nini? Kama Mungu anavyojicontrol, mimi Pastor Peter napaswa kuwa representative wa Mungu duniani. Na kwa representative, Mungu ndo aliyetengeneza taasisi ya ndoa, okay. Mungu ndo ametengeneza ngono, okay. Ana maelekezo gani kuhusiana na hiyo ngono ili mimi niishiriki kulingana na maelekezo yake? Kwa hiyo nitasikiliza instructions za Mungu, nitaparticipate kulingana na instructions za Mungu. Maana I have self control. Cha mwisho, nimetumwa nizaliane. Sasa sikiliza hapa. Kuzaa sio lazima. Na ili uzaliane lazima uwe kwenye ndoa. Na kuoa sio lazima. Nilisemaga hivi watu wakanikata hicho kiklipu kikatembea kweli, nikaanza kushutumiwa kwenye mitandao. Unakataza kuoa. Na nakumbuka kwenye kile kiklipu nilisema hata Yesu mwenyewe alivyokuja kuoa. Hapo ndo watu nikawavuruga kabisa. Na watu hawasikilizaji somo zima. Wanasikiliza kipande, anaanza kujadili. Kuoa sio lazima. Ila kuwa kama Mungu ni lazima. Kuwa na self control ni lazima. Kuoa sio lazima. Lakini sikiliza. Nikisema hivi, mimi nimechagua sioi, maana yake nina self control, maana yake sitalala na mwanamke yoyote duniani. Lakini sasa hivi kuna elimu imekuja ya single mother, lakini ana wanaume 3. Na utasikia kabisa na confidence, mimi wanaume hawanitishi. Na maisha yangu, watoto mwatoa wapi hao kama wanaume hawakutishi? Si wanaume hawakutishi? Mtoto ulimtoa wapi? Bahati mbaya. Ulifuata nini hiyo bahati mbaya? Maana ya self control, sikiliza Mkristo mwenzangu, wewe mwenyewe ni muhimu kuliko maamuzi. Ndio maana hata kwenye ndoa Mungu halazimishi. Kwa hiyo unapodecide, unaposema hivi, nimeumbwa kwa mfano wa Mungu, nina self control, natakiwa nizaliane, mimi naamua kuingia kwenye taasisi ya kuzaliana. Ukishaamua tu, maana yake unaenda kwenye instruction za Mungu. Sasa nisikilize, kuoa sio mpango wa kukumold maisha yako. Naomba hii sentence niitafutie maana kabisa vizuri ili ije vizuri. Yaani, kabla sijaoa,
Maisha yangu ya kabla sijaoa siyaishi hivyo ili nioe. Maisha yangu kabla ya kuolewa siishi hivyo ili niolewe. Yaani usianze kusema hivi, mimi sasa naanza kuishi kama mke wa mtu. Maana kuna mtu kashafikisha miaka yake 27, 24, anasema sasa nimechoka. Mimi ninaishi maisha ya mke wa mtu. Nisikilizeni. Maisha kabla ya ndoa sio ili niolewe au nioe. Naishi maisha kulingana na instruction za Mungu. Niolewe nisiolewe. Lakini leo utakuta mtu anakuja kabisa kukushtakia, pastor nimechoka, miaka 28 siolewi. Kwani wewe unaishi uolewe? Wakina dada, Bwana Yesu asifiwe. Pastor, maisha haya wanaume watuoi, hao wasabato hao vijana kanisani, alafu watu wa nje wanatuhitaji. Nani kakwambia unaishi ili uolewe? Nani kakwambia unaishi ili uoe? Mtu anasema eti pastor nimetunza usichana wangu miaka yote. Miaka sasa 27 pastor. Mungu huyu anioe. Wewe hujautunza. Hautunzi usichana wako ila unaishi unavyopaswa uishi. Hayo ndio maisha Mungu anayotaka uishi. Kijana wa kiume wa kike, no sex until haihusiani. Ukiwa unaishi maisha hayo makamilifu, ukafika wakati wa maamuzi. Nimeishi kwa wazazi, nimeenda sekondari narudi nyumbani, nimeenda chuo, nimemaliza chuo sijarudi nyumbani, nimepanga geto yangu Kimara. Naishi kwenye geto, nimepata kashughuli nafanya, bado tabia yangu ni ile ile. Siku moja nitaamua sasa nataka kujiengage kwenye ndoa. Lakini sio naishi kuitafuta ndoa. Lakini kacha na tamaduni za Afrika nazo zimetuathiri. Unakuta mzazi anaanza kukuchokoa nyumbani. Wenzio wanaolewa tu, wewe uolewi. Umekaa tu hapa nyumbani. Na leo kuna watu wanaaminishwa akioa ndo anakuwa mwanaume. Na nimeisikia hiyo statement hata jana. Sasa unaoa ndio umekuwa mwanaume. Mwanzo ulikuwa nani? Hivi kweli hivi Adamu alivyoumbwa kuwa mwanaume mpaka tendo la ndoa? Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Light hivi sasa angalia haya mambo tunaojifunza. Najua kuna mtu hapa anaumia moyoni. It might be yuko kijana anasema light ningalijua haya mambo before. Hivi angalia kama sasa hivi, naomba msamaha na msinielewe vibaya. Waadventista wa Sabato mnachukuliaga vitu tofauti, mnaangalia tu upande mmoja. Angalieni kote. Leo tuna idara ya vijana, tunapiga kwata hizo na uniform. Parade, lakini hatuna self control. Tumekazana kwenye nishani ya nyota, ya mende, ya panzi, hekalu la Mungu nishani. Lakini hiki ninachokisema hapa watu hawafundishwi. Mtu unakuta ni master guide mkubwa, ana vyeo vingi, lakini mzinzi. Hivi kama hawa vijana hawa, watoto wetu hawa miaka 8 and above, wanaanza kupewa maisha yako uishi kwa ajili ya ndoa. Mungu ameianzisha, usiwe muaminifu kwa ajili ya ndoa, kuwa muaminifu kwa ajili ya maisha yako na nani? Huyu kijana anaanza kuwa makini since then. Akitoka hapo sasa anasoma nishani ya nyota with self control. Lakini sasa hivi tumeweka nguvu sehemu chache sana, zingine tumezisahau. Self control ni muhimu. Na kwa sababu hiyo mtu anayeishi hivyo hata akioa hatishwi na maisha ya ngono. Hayamtishi kabisa. Maana he is controlling himself. Na huyo mtu ukibahatika kuolewa na mwanaume wa hivyo, you are so lucky. Una bahati kuliko wanawake wote. Hata kama hana hela. Maana utajiri leo watu wanaamini pesa. Hata kama hana majumba, lakini if he is faithful, you are safe. Uko kwenye mikono salama. Lakini angalieni sasa hizi mabinti zetu, wao wanaangalia ana gari. Wewe unataka kuoa, anafanya kazi gani? Anabebaga mizigo pale Tandale. Mizigo wewe mwenyewe ulikuwa mzigo, tena utuletee na mzigo. Wanasahau self control.
Bwana Yesu asifiwe. Juzi nilikuwa naangalia clip ya binti wa miaka 21 Marekani. Nashukuru Mungu I was there. Na kule kumechafuka sana. Kanapita, mwandishi akamkamata barabarani. Akaanza kumhoji. Anaambia, "Are you a virgin?" Anaambia, "Yes, I am." Anaulizwa, "Kwa nini wewe una usichana wako paka leo?" Naye akamuuliza swali, "Kwa nini nisiwe nao?" Yaani wewe unaniambia kwa nini ninao? Na mimi nakuuliza, wewe kwa nini unafikiri nisiwe nao? Anaambia kwa dunia ya leo. Anaambia dunia unaoizungumzia wewe ipi? Maana dunia ni mimi. Siendeshwi na wao. Naishi mimi kulingana na morality kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Kwa hiyo siko driven na dunia. Sasa huyu anamshangaa kuwa na bikira. Kwa sababu ulimwengu aliokuepo yeye anayemuoji sio ulimwengu aliokuepo huyu binti. Bwana Yesu asifiwe. Haya, ili swali hata usilichukulie kwa umuhimu. Wewe uliolewa ukiwa nayo kweli? Au tusikuingilie na wokovu wako? Ametenda maajabu na msiwezi kueleza. Hivi unajua ndo naenda hapa, ngoja niingie kwenye hiyo area ili uone. Hivi unafahamu sasa hivi tuna ndoa nyingi in little sense biblically. Mke wako alifunga ndoa na mtu mwingine ila unaishi naye wewe. Nazungumzia spiritual. Sizungumzii physical. Msitoke hapa mkaenda kuachana. Sina maana mbaya. Yawezekana mtu alipoteza usichana wake kwa sababu hakuwa na taarifa sahihi. Yawezekana mwanaume alipoteza wanaume wake kwa sababu hakuwa na taarifa sahihi. Na hiki ninachokisema hichi ninachokisema leo, I wish sisi ambao bado ndoa zetu ziko hot, vijana ambao hamjaolewa, anzeni kuimpact watoto wetu wajao mbeleni. Wawe na hichi kitu kwenye mind zao. Msichana ajisikie furaha kutunza usichana wake mpaka siku anaingia kwenye ndoa. Kile sasa hivi Mungu anatuona, atusaidie tu. Unakuta mtu akikupa idadi wakati tu mnakubaliana muoane, anaanza kukupa maelezo mpaka mwenyewe unasema katika shida na katika. Mungu tusaidie. Mungu alianzisha tendo la ndoa kwa ajili ya mambo makubwa matatu. Naomba ni saa moja, naomba mnipe dakika 15 niishie sehemu fulani hivi muhimu, maana hiyo ya kwanza imenichukua muda mwingi. Jambo la kwanza, ndoa ilikuwa kwa ajili ya procreation, kuzaliana. Jambo la pili, covenant. Covenant ni agano. Nimesoma leo kwenye vitabu vya duniani nikashangaa. Wanathibitisha wanasayansi, nyama ya mwanamke inayoitwa bikira ndio ina damu nyingi kuliko mwili wake alionao, na haina kazi nyingine yoyote kwenye mwili wake isipokuwa agano la ndoa peke yake. Na wewe nenda kafanya hii. Nilisoma kwenye vitabu vya dini nikasoma bikira ni kithibitisho Mungu alichokiweka kwa mwanamke cha kulivil agano la makubaliano ya kujiengage kwenye ndoa, na ndio maana ina maumivu. Kwa hiyo cha pili, Mungu aliweka bikira, covenant. Ukisoma kwenye lugha kwenye Biblia, kila agano lilikuwa lina damu. Hakuna agano ambalo hakuna kuchinja. Hata Mungu alipotengeneza agano na Ibrahimu, walichinja, Mungu akapita katikati. Jambo la tatu ambalo watu wengi ndio wanaliangalia, Mungu alifanya ndoa kwa ajili ya enjoyment. Sasa sikiliza, kuna procreation, covenant, enjoyment. Kuna kuzaliana, makubaliano ya kiapo, enjoyment. Sikiliza sasa. Kuzaliana ndipo kunakozaa covenant. Na maana gani? Mimi Pastor Peter tangu nakuwa nimejiwekea kabisa malengo kwamba mimi maisha yangu naishi kwa ajili ya instruction za Mungu peke yake. Niko muaminifu kwa Mungu. Mungu anapomwambia Adamu hivi, zaeni mkaongezeke, maana yake Mungu anasema hivi, Adamu, kama ulivyo wewe, nilivyokuumba wewe ulivyo, na kutegemea wewe Adamu umfanye mwanao awe kama wewe. Wakati najifunza mwenyewe nikachukua mfano, samaneni kama utakuwa mzuri. Mwanaume ni cable ya kutransfer generation.
Sisi tunaangalia ngono peke yake, lakini hatuangalii generation. Mungu wakati anamwambia Adamu, zaeni mkaongezeke, Mungu anamwambia Adamu, nahitaji watakatifu kutoka kwako. Nahitaji watakatifu kama ulivyo wewe kutoka kwako. Kwa hiyo mimi sijiengage kwanza kwenye ndoa. Lazima kwanza niangalie, hivi nataka kujiengage kwenye procreation, nataka kujiengage kwenye kuzaa, napaswa nizae watoto wa aina gani? Mungu anaposema nataka watoto kutoka kwako, watoto gani? Fungua pamoja na mimi Mwanzo 18. Mwanzo 18. Kitabu cha Mwanzo 18, nitaanza kusoma hilo fungu la 17 hapo. Hebu angalia hichi kitu. Yawezekana na wewe kikakuvutia. Mimi wakati nasoma niliogopa na nikajiangalia, je, mimi mbingu sasa hivi ninaponiangalia na familia yangu ya watu 5, mimi natengeneza kizazi cha aina gani? Anasema hivi, fungu la 17. Bwana akanena, je, nimfiche Ibrahimu jambo nilifanyalo? Nenda fungu la 18. Ikiwa Ibrahimu atakuwa taifa, Ibrahimu atakuwa taifa kuu. Cha pili, hodari. Cha tatu, katika yeye mataifa yote ya dunia watafanya nini? Nikuulize swali, kutoka kwa watoto wako wewe unayenisikiliza sasa uliowazaa, watoto wako watakuwa baraka kwa kizazi kingine kijacho. Anamalizia fungu la 19. Kwa maana nimemjua ya kwamba atawaamuru wanawe. Yani hivi alivyo Ibrahimu na mahusiano ya Ibrahimu na mimi, na shukuru mimi Mungu, kutoka kwa Ibrahimu atamzaa Isaka atakayekuwa na mahusiano na mimi, atamzaa Yakobo atakayekuwa na mahusiano na mimi. Lakini sisi tunaangalia ngono, atuangalie procreation. Na Mungu anataka watoto wacha Mungu. Sasa nisikilize, habari mbaya ni hii. Mbegu yako ulionayo sasa, kama ni matembele, itazaa matembele. Nilipofika hapa naogopa kweli kweli. Unajua zamani nilikuwa najua kuna vitu na wakataza wanangu mimi navifanya, lakini nikagundua that is wrong. Hapo kwangu tulikubaliana kwamba watoto wasizoee simu. Kwa hiyo tuna boxing, tunaweka simu pembeni, tuna socialize wenyewe. Wakienda kulala tunawai simu. Nikaona ni ujinga. Sikiliza, haumpati mtoto mzuri, unampata mtoto ulivyo wewe. Lakini angalieni sisi tulivyokuwa leo watu wa ajabu sana. Samani nikitumia neno wapumbavu. Sisi kwenye ndoa tunaangalia sex, full stop, atuangalie procreation. Na ndio maana sasa hivi tuna kizazi cha ajabu sana duniani. Kwa sababu watu wako kwenye ndoa kwa ajili ya ngono, full stop. Lakini Mungu anasema hivi, Ibrahimu yani naomba nimchukulie Mungu kama mtu. Mungu anamwambia Ibrahimu, baba nakushukuru. Kutoka kwako wewe dunia itanijua mimi ni nani. Kutoka kwako wewe Ibrahimu dunia itapinduliwa. Ibrahimu, wewe ni baraka kwangu, siwezi kukuficha siri zangu, nakwambia kila kitu. Maana watoto watakaozaliwa kwako ndio wale niliyemwambia Adamu awazae. Lakini hivi umewahi kujioji, mzazi unayenisikiliza sasa, watoto ulionao, are you proud with? Miaka 15 kutoka sasa, icon ya mtoto wako itaonyesha nini kwa next generation? Lakini angalieni leo tulivyo, baba na mama mbe wamefyatua mtoto sata. Mama kazini, baba kazini, dada kana mwanetu. Alafu unataka mwanao awe kizazi cha Mungu. How comes? It is impossible. Sasa hivi unakuta mtu anazaa tena generation ya wanawake. Sasa hivi mwanamke hata kuzaa mna negotiate. Sasa hivi mtu anazaa kisha zaa mtoto anamtupa chekechea. Mungu anaumia kuliko unavyofikiria. Swali, kama kweli tunaelewa maana ya ngono na kusudi la ngono, hatuwezi kufanya hivyo. Ukiona unafanya hivyo, unaendeshwa na enjoyment au uendeshwa na procreation. Ndio maana sasa hivi kuna wanaume wanaona fahari kuwa na watoto wa nje. Ni kwa sababu hajui kwamba ndoa sio ngono. Wale watoto wa nje wengi tunaowapata ni kwa sababu ya enjoyment, sio kwa ajili ya procreation, sio kwa sababu ya kile ambacho Mungu alikianzisha.
Na utakuta mtu anajisifia, Biblia imesema zaeni mkafanye nini? Mkaongezeke. Hivi unajua kijana ambaye hajaoa akielewa hili fungu, akielewa hichi nilichokifundisha sasa hivi, hata kufanya ngono dhambi utaogopa. Kipindi unaenda guest kulala na mwanamke unaanza kujiuliza, Mungu anategemea mimi nizae kizazi, mimi ni mbegu leo ya kupandwa itoe matokeo. Hapa ninapokwenda na kwenda guest ni mbegu ya guest, ukiipanda inazaa nini? Utaanza kujiheshimu. Leo mabinti mnisamee bure, mwanamke unavaa bet na unakuta comfort, yani una confidence kabisa. Wokovu ni personal. Mungu anaangalia hiyo mbegu, eti wewe ndo ardhi. Wewe ndio ardhi inayopaswa itoe mbegu itakaopandwa na mumeo. Leo sijui hii dunia sijui imefikia wapi. Leo watu hawataki kuface the truth, ila wana challenge the truth. Nilikuwa kwenye harusi moja wakakata clip yangu, imesambaa sana hivi karibuni. Nikiingia kwenye comment za watu paka unamuonea huruma. Sisi ndio tuliliwa sana kabla ya kuolewa, lakini ndio tuna waume. Watu hawaendi kwenye kiini. Mtu anajua eti heshima ya ndoa kwa sababu unatembea na mwanaume hivi uko naye mnakuja naye kanisani. Nani nilikwambia hiyo ndio ndoa? Mungu akuanzisha ndoa ili uje na mmeo ukae hapa, alafu tutambishie waliosema siolewi, sasa nimeolewa. Mlisema siolewi na nimeolewa. Are you okay? Leo mtu anajua, unajua sasa hivi watu wanachukua kuoa au kuolewa ni status. Na mwingine anaendeshwa na pressure. Jamani, ngoja na mimi nioe. Jose ameoa, fulani naye ameoa. Na mimi ngoja nifanye nini? Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama umeelewa hili somo, kijana ambaye hujaoa, mimi nilikuwa natamani Mungu angenisaidia ningejifunza hivi vitu nikiwa na miaka 16. Mimi kuna maisha yangu najutia kweli kwenye maisha yangu. Nasema laiti ningepata opportunity ambayo nyinyi mnayo. Kweli kabisa mimi angenikuta na usichana wangu, na wanaume wangu. Lakini leo vijana hawako interested na hivi vitu kabisa. Hiki kizazi tulicho nacho, na ukitaka kuona ni waajabu, ukipata nafasi wewe ingia kwenye Facebook yangu pale, ni request ni accept, nenda kwenye ile clip angalia comment za watu paka unamuonea mtu huruma. Watu hawataki fact, watu wanataka ngono. Na mtu anataka motivate afanye ngono. Lakini kumbe Mungu hivi ninavyoongea, Mungu hayuko interested na mimi na Shoma. Yani Mungu anaponiangalia mimi na mke wangu, yuko interested na second generation. Mungu anapomwangalia Pastor Peter na mkewe, anamwangalia wana invest nini kwa Christina. Je, Christina atakuwa sababu ya mimi Mungu kutukuzwa duniani? Hivi ukishaanza kujua hivyo, utazaa kabla ya kuoa? Huwezi kuzaa kabla hujaolewa. Kwa sababu unajua kabisa sipaswi kuzaa mtoto nikiwa peke yangu. Napaswa nizae nikiwa na mwenzangu. Na nikifikia hapo waga nawaambia watu, kutongozwa mwanamke na mwanaume ni interview. Ngoja niwaulize swali mliofanya interview. Unalala wewe kesho ikiwa siku ya interview? Unalalaga? Hakuna naye lala. Kesho interview. Sawa sawa na mtihani wa form 4. Hakuna naye lala. Kuna watu usiku wanazurura, wanaambiwa huku kuna kanya, yupo. Kaenda kwenye anakaa, anasovu, akimaliza anaambiwa hilo sio, liko lenyewe sasa. Anatoka hapo anaenda kwa lenyewe sasa. Akimaliza mpaka saa 9 unakuta mtu anaenda bafuni kuoga, anaingia kwenye mtihani. Kama interview haulali, hivi unajua hakuna interview muhimu kuliko zote duniani kama kuoa. Hivi unajua hakuna kikao very sensitive kama kutongozana. Lakini waulize swali, wewe unatongozwaje leo? Au nisikuingilie na wokovu wako? Hivi unajua sasa hivi kutongozwa imekuwa yani namna mtu anavyokutongoza amekudharau tayari. Yani jinsi unavyotongozwa ushadharauliwa. Sikia mtu anaanza mtoto au jambo, na unaanza afu wewe ndio unatongozwa hapo. Lakini kama umeelewa hili somo, hivi unajua kutongozana inakuwa a very big huge project. Maana mimi najitunza, naishi muaminifu, uso wangu huko kwa Bwana. Anapokuja mtu asiye wa imani yangu, hata siwezi kukaa naye chini kudiscuss. I can't do that. Kwa sababu siangalii ngono, siangalii nyumba, siangalii gari, naangalia second generation. Mungu ananitegemea mimi for the second generation.
Lakini sasa hivi mtu anadefend kuolewa na asiye Sabato. Pastor, ni mwaminifu. Anavaa nguo ndefu. Ananiheshimu kuliko maelezo. Lakini usifungiwe nila na asiamini. Unapokaa kutongozwa hivi, mnajua, mnisamee. Naomba nimalizie hapa, kesho nitaendelea. Hivi unajua mnapokaa kutongozana kuna wajumbe wasioonekana. Nimalizie hapa mzee Manyama, niruhusu watu waende, kesho tutaendelea. Njoo binti yangu. Njoo. Hivi mkaka gani hapa yupo naye aje anisaidie? Kuna mkaka kweli hapa? Nataka kijana mmoja. Karibu hapa mbele, kijana mmoja. Nisaidie tu tumalize mara moja. Kijana tu mmoja, asante. Volunteer tu. Binti yangu, naomba uchukue pale viti vitatu. Godson, tutashuka hapa chini kidogo. Kwa hiyo utaona namna ya kujiorganize. Chukua hapo hivi hapa hivi. Usiende mbali. Chomoa tu hapo vitatu. Ngoja tumalizie tu hapa leo, kesho tuendelee. Vipange hapa hivi, kimoja kiwe hapa, chomoa. Kimoja weka hapo, kiangalia huko. Sawa. Njoo hapa juu afu tutarudi tukae utaongozwe. Sawa? Simama hapa. Na wewe njoo hapa. Huyu kijana haishi ili aoe, ila anaishi kulingana na instructions za nani? Maana yake katika ujana wake wote, siku zote za maisha yake yuko pamoja na nani? Tuko pamoja. Huyu binti naye ni bikra, hamjui mwanaume, anaishi akiwa pamoja na nani? Alafu hawa wawili wanakutana watongozane. Kaa hapa binti. Kaa hapa. Njoo kaa hapo wewe kijana, kaa hapa. Huyu kijana maisha yake anaishi akiwa pamoja na nani? Ngoja nimgeze Mwasomola. Anaikaga hivi. Kuna vitu sio vibaya kuvigeza. Huyu kijana maisha yake yuko na Mungu kabla hajakutana na binti. Ni mwaminifu. Huyu binti maisha yake yuko na nani? Kwa hiyo kwenye kikao chao hapo wanavotongozana wako na nani? Haya, wewe unakuaga na nani? Hii lazima iwe ndoa salama. Kwa sababu angalia, Mungu anasoma mindset ya huyu, anamfahamu huyu. Mungu anamfahamu huyu binti kuliko wanavyofahamiana. Kwa hiyo wakiwa kwenye interview wana correlate. Yaani wao wenyewe wanaona kabisa tuna deserve kuwa pamoja. Wewe kwenye kutongozana kwako kwenye kikao na kuaga nani? Usitoke. Njoo binti yangu, njoo. Wewe kabla hujaolewa una mahusiano na shetani. Na sio umechakazwa kuliko maelezo. Yaani huyu binti kabla hapa hajaolewa kashalala na wanaume, ukimpa daftari amalize leo. Yaani ataandika, ataishia sehemu afu utakuta kesho mguguni anasema ongeza watatu. Hapo jana alikuandikia saa ngapi? Unavokutana sema pastor walikuwa saa 2. Nimemkumbuka Abdara, Amza na Lameki. Akikaa tena siku 2 anakukumbusha tena wangapi? Njoo kijana wangu. Huyu naye maisha yake hivyo hivyo. Angalia, kabla hawajaenda kwenye interview ya kutongozana, wao wali negotiate sex kwanza. Nishike tu hapa mwanangu. Wanaanza kulala before marriage. Wamelala vya kutosha, alafu ndo wanakaa kikao. Kikao kinakaa cha malaya wangapi? Wako pamoja na nani? Tuoane. Hapa wako na nani? Hii ndoa na kugarantii baada ya muda tu mtapiga simu kwa mchungaji. Huyu ni nyoka, huyu ni nani? Ngoja nikwambie kwa nini. Naomba binti mwingine aje wa mwisho tumalize. Njoo tena hapa. Simama hapa mwanaume, binti simama hapa. Naomba binti mmoja tu, njoo tu haraka jamani, mmoja tu wa mwisho tumalize somo. Na mimi natamani tumalize, ila nafanya hivi ili tuelewe. Mshike wewe. Njoo Shosti. Shosti wewe simama hapa. Sijawahi kumuona mama ile njoo White, lakini kama unatembea kama yeye. Sikiliza hiki kitu kiweke kichwani kwako kikusaidie, especially ambao hujaoa. Itakusaidia. Sikiliza vizuri. Hawa wawili hawa
kabla hawajajiengage kwenye ndoa wanalala wote. Wanamkosea Mungu, wanampatia? Wanamkosea. Maana yake hawa wawili ni nani? Ni malaya. Tuko pamoja? Alafu huyu kijana akiwa yuko na huyu na analala naye, anaamua pia kulala na huyu. Shika mkono, njoo dada. Sasa analala na wangapi? Huyu anaimbia Limnant, huyu anaimbia kwa ya vijana. Mfano. Huyu anaimbia Limnant, ana mashosti wake Limnant. Shosti wake mmoja wapo wa kwaya ya vijana pia ni shosti wa huyu, anamwambia huyu mwenzio yeye analala na huyu. Huyu binti anafunga safari kuja kwangu maana anakaribia kuolewa, anaanza kuniambia, "Pastor, yule mwanaume hafai, siwezi kuwa naye, ni malaya, nimesikia anatembea na fulani." Yuko sahihi anachokisema? Swali. Akilala na yule, huyu mwanaume ni malaya, hafai. Ila akilala naye sio nani? Nani amenyelewa anipungie mkono? Hivi unajua hichi nichofundisha hapa ndo generation tulionayo leo. Yaani mwanaume yani Mzee Manyama, shetani ametufanya kuwa washenzi na tumekuwa watu wa ajabu. Tuna vichwa kisemo cha Pastor Semba tunafikiria kwenye makalio, hatufikirii kichwani. Alinifurahisha sana ile somo lake. Anasema sasa hivi watu wanafikiria wapi? Ingawa kichwani ndo wanapaka nini? Mafuta. I can't forget that statement. Hivi wewe una akili gani? Mwanaume haja kuoa unalala naye, hulalamiki. Alafu ukisikia analala na mwingine, wewe ndo unaanza kusema huyu mwanaume ni malaya, afai. Wewe ni nani? Yeye malaya, wewe? Au nikuache na Mungu wako? Na ndio maana hata leo ndani ya kanisa mabinti tunakosa kuolewa. Vijana wa kiume tunakosa kuoa, na hata tukioa bado ni shida. Kwa sababu ndoa ama kuoa au kutokuolewa haichange your reputation. Light kila kijana angejua mimi ni taifa. Mungu anategemea mimi Pastor Peter nifanye transformation ya second generation. Huyu binti hawezi kuvua nguo kwenye mbegu isiyo sahihi. Mwanaume tu akija, test ya mwanamke anataka ajue hii ni mbegu, inataka ipandwe, nizae kizazi ambacho Mungu ataniambia hivi, siwezi kumficha binti yangu huyu siri za mbinguni, maana mtoto atakayetoka tumboni mwake ni baraka duniani. Huyu binti lazima amuoji huyu mwanaume ni mbegu ya aina gani inayotakiwa ipandwe kwenye tumbo lake. Lakini siku hizi we don't care. Hicho kitu hatujali kabisa. Na sio tu kwa nini msioa, wako walioana lakini mbegu zao ni changamoto kizazi kijacho. Kwa sababu makosa yako kwenye ndoa, makosa yako kabla ya nini? Ndio maana nawaambiaga binti yangu, testi ya kwanza ya mwanaume mbegu safi. Mwambie sikupi paka siku ya ndoa. Akikataa usianze, "Pastor, wachumba wanioi." Shukuru Mungu hiyo mbegu imeoza. Wewe unaanza kukosa usingizi, unafungulia nyimbo za Selena Dion. How you go? Machozi yanakutoka na una leso. Samani nimalizie ili kwa kusisitiza. Hivi unajua kuna wanawake mnaamua kuvua nguo zenu ukifikiri utaolewa. Mwanaume anakuja na kuapproach, "Nimekupenda." Sawa, lakini sikupi paka siku ya ndoa. Mwanaume anaanza kurudi nyuma. Wewe unalinga, unajiona keki. Unaenda kwa shosti wako, "Nani? Naomba nishauri kitu." Na ulivyokuwa ajabu, sio tu kwa shosti, paka kwa mchungaji, "Pastor, na mzigo." Na mimi nakwambia, "Haya, kaa hapa binti yangu tuongee." "Pastor, mimi nina mchumba. Tuna miezi 8. Nilimwambia simpi, sasa hizi nilivyokuwa simpi, anaanza kuniacha. Sasa pastor nifanyeje?" Kweli hilo unakuja tushauriane? Kabisa unakuja ofisini kwangu tujadili hicho kabisa? Haya, pastor naye ni mpagani, hana Mungu naye. Kampe. Kwa hiyo utafunga hapo safari. Piga pandana, unaenda kumpa. Hivi unajua kuna vitu uhitajiki kabisa kumuinteract mtu yote samanini. Hivi unajua issue ya ndoa hauhitaji referee. Mimi nikikwambia kampe ukampa mkaoana, mimi nipo. Lakini huyu binti akishamuona kijana ameanza kubadilika hivyo, utakuta binti anajirudi. Anaenda kwa shosti wake, shosti wake anamwambia, "Wewe mpe babu wewe. Tumepewa bure tutoe." Huyu binti anatoka hapo, anaenda kulala na huyo kijana akijua ataolewa. Kibaya, analiwa na haolewi.
Na ndio tuna watu wa hivyo leo kanisani. Na mmebeba chuki ndani ya mioyo. Hivi si bora hata angekuwa haja kukula. Yaani kakukula na bado afanye nini? Na mwanaume akishakula ana nyodo. Lakini mtu hivyo anakuambia unalingia mwanamke sio wewe tu, wanawake wako wengi. Wewe unajua kabisa hii mbegu tayari na nini? Haiwezi kapanda humu ndani. Hivi wanawake, unafahamu kwamba unapaswa uchague mbegu ya kuizalia? Sasa hapo usinielewe vibaya. Sizungumzii ufupi na urefu. Nazungumzia spiritual. Maana mwingine hapa ameshapata Mungu asante. Sizungumzii 80. Nazungumzia spiritual. Yuko mwanaume wa kusema yes, huyu mwanaume ana deserve mbegu yake ipandwe hapa. Na sisi wanaume, yuko mwanamke unasema yes, hii ni ardhi itakaoleta matokeo mema siku zijazo. Nani amenyelewa vizuri kwenye hiki? Asanteni wadogo zangu. Unaweza mkarudi. Mungu akitujalia tutaendelea hapo kesho. Hivi imeingia vizuri kichwani? Kuna mwenye swali hata mmoja? Sawa. Huyo mwenye swali nisaidie hapo aulize swali. Kuna mic ya kuulizia swali? Hilo tu moja, samanini, hilo tutakuwa moja. Ngine tutaendelea kesho. Njoo uulizie hapa, naona hakuna cha kuongelea. Ipo Saidie dadangu. Sijui kama naeleweka. Na nitamshukuru Mungu sana kama vijana wangu, especially ninyi ambao bado hamjajiengage kwenye ndoa, kama mtakuwa mnanielewa na mka apply. We will be safe. Asante. Swali langu ni moja kwamba nilikoti sehemu umesema kwamba walio ndani ya ndoa kuna wengine waolewa kabla before, si ndio? Sasa swali langu ni moja. Hivi kwa mfano mimi kijana for this time nimekuwa nikifanya hayo mambo, si ndio? Afu the way nikamrudia Mungu wangu, nikatubu. Sasa je, yale mambo Mungu si anasamehe hata nikija kuoa nitakuwa kiumbe kipya tena? Hapo tu. Somo lake liko mbele. Nikienda kwenye covenant nitalisema kesho. Nikienda kwenye covenant, maana watu wakishatongozana wakakubaliana, kinachofuata ni tendo la ndoa baada ya ndoa, covenant, nitaisema. Lakini tu kiufupi Biblia inasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa. Kwa hiyo hata hapa tunapoongea wengi amegundua leo. Hivi najua kuna mtu alikuwa hajui hilo. Kwa hiyo kwa Mungu Biblia inasema yasiwezekana kwa wanadamu, kwa Mungu anawezekana. Yani Mungu ana uwezo wa kukufanya kuwa mpya ukiamua kuwa pamoja naye. Kwa hiyo usianze kusema hapa Mungu wangu kwisha habari yangu. Bado wako watu wamekutwa ni wasichana hawana bikra, na sisi wanaume tumeoa tukiwa tushalala na watu wa kutosha. Lakini kama ulimtambua Mungu, ukatubu, ukaacha, ukaanza upya, Mungu anakufanya kuwa mpya. Na ana uwezo kabisa wa kukufanya kuwa na baraka na furaha kwenye ndoa yako. Ila don't miss tomorrow. Tuinamishe vichwa tuombe. Yesu, tunakuomba isiwe masomo tunaojifunza sisi tulio ndani ya ndoa na vijana ambao hawajaingia bado kwenye ndoa. Na kusihi Kristo Roho wako Mtakatifu aendelee kunena ndani ya kichwa cha kila mmoja. Hebu tusumbue kutamani kubadilika. Tupe uwezo wa kujitawala. Tupe uwezo wa kusimama imara. Tufanye kuwa vijana wakamilifu na waaminifu kwa gharama yoyote kuyaishi mapenzi yako. Na sisi tulioingia kwenye ndoa kwa kukosea yawezekana. Na kusihi Kristo, ikiwa hatukupata taarifa hizi mpaka leo tulipojifunza hapa, msaidie kila mmoja kwa kadri ya rehema na fadhili zako. Unapotutakasa na kutusamehe, tunapoanza upya na wewe, tembea pamoja nasi na tukaone utukufu wa ndoa kulingana na rehema na makusudi uliyoyaweka ndani. Asante, nikiamini utatenda zaidi ya kuomba kwetu. Kesho tena Baba tunakusihi, tulete miguuni pako na hekima ya mbingu ikaendelee kutufunulia mafunuo sahihi, ili hatua zetu za maisha zikawe baraka. Katika jina lako Yesu tumeomba. Amen. Mungu awabariki.